viongozi wa matawi wanatakiwa kununua vitabu vya fomu ambavyo vinapatikana pale club. Kitabu kimoja kina fomu, jumla ya fomu 100. Kwa hiyo kitabu hicho kinauzwa kwa shilingi za Tanzania 30,000 na tawi itabidi inunue kitabu hicho pamoja na kopi ya katiba ambayo inauzwa shilingi 10,000. Hii ni muhimu sana kwa matawi kwa sababu ndio condition ya kusajiliwa. Kwanza lazima uwe na fomu, lakini upate na kopi ya katiba kwa sababu tunataka kila mwanachama wa Yanga kupitia matawi yao aweze kuisoma na kuielewa katiba ya klabu. Baada ya kununua vitabu hivi, wanachama watakwenda kwenye matawi yao kwa sababu wanachama wote wa klabu wako chini ya matawi. Watakwenda kwenye tawi, mwanachama atakwenda kujaza ile fomu kule kwenye tawi. Fomu hii kule tawini itauzwa kwa shilingi 2,000 za Kitanzania. Na fedha hizi zitakuwa ni rasilimali ya tawi pale. Kwa hiyo mwanachama anapokwenda kwenye tawi atakwenda pamoja na picha zake 2 zenye background ya blue. Atajaza fomu ile kwa ukamilifu pale kwenye tawi. Wakati anajaza fomu ile, wakati huo atatakiwa kulipia sasa. Baada ya kujaza fomu hiyo, atatakiwa kulipa shilingi za Kitanzania 29,000. Hizo 29,000 katika mchanganuo ufuatao, shilingi 24,000 ni kwa ajili ya ada ya wanachama ya mwaka. Katiba mpya ya Yanga, ada ya wanachama wa mwaka mmoja ni shilingi za Kitanzania 24,000. Na pia kwa wakati huo kwa pamoja atalipia shilingi 5,000 kwa ajili ya kupata kadi. Kadi hii imeelezwa thamani yake, imeelezwa ubora wake. Kwa sisi ambao tuliziona kadi hizi, ni kadi zenye thamani kubwa. Shilingi 5,000 ni si kitu kabisa kwa thamani ya kadi hii. Kwa mwanachama atalipa shilingi 29,000 kwa ujumla, na baada ya kulipa atalipia kupitia mitandao ya simu. Kwa hiyo anatakiwa kuwa na fedha zake kwenye simu. Kwa wakati huu mitandao miwili ambayo tayari wenzetu wa technological partners wetu tumeshafanya nao integration ni kampuni ya Vodacom pamoja na Tigo. Kwa hiyo anapokwenda awe na fedha kwenye simu yake. Baada ya kulipa, mwanachama atapokea ujumbe utakaomjulisha kwamba amelipa kiasi cha shilingi 29,000 kwenda Young African Sports Club. Baada ya kufikia hatua hiyo sasa, ina maana umeshajaza fomu na umeshalipia gharama hizo. Zile fomu zitakusanywa pale kwenye tawi na kuwasilishwa makao makuu ya club, ambapo zitawasilishwa kwa wenzetu wa kampuni ya Kilinet, ambao sasa watazihamisha zile taarifa kutoka kwenye fomu kuzihamisha katika mifumo hiyo ya kidigitali ambayo imekuwa ikizungumzwa hapa. Baada ya process hiyo ya registration sasa, kutoka kwenye form, physical form kwenda kwenye digitali, mwanachama atapokea ujumbe mwingine utakaomfahamisha kwamba amesajiliwa rasmi kama mwanachama wa Yanga. Kwa hiyo atapata kufahamu sasa kwamba okay, ile process baada ya kujaza sasa ameshasajiliwa rasmi, na hapo anakuwa anasubiri kupata kadi. Baada ya viongozi wa Kilinet kukamilisha zoezi hili la kusajili kidigitali, watachukua taarifa zile na kuziwasilisha kwa kampuni ya Ncard. Lakini sio kwamba wanazibeba kwenye mifuko ya sandarusi au wanazipeleka physically. Wamewanisha mifumo yao. Baada tu mwanachama anaposajiliwa huku kwa upande wa Kilinet, taarifa zile automatically zinakwenda kwenye mifumo ya Ncard. Ncard wanazipokea, wanazifanyia wanazichuja kwa maana ya kuchukua zile taarifa wanazozihitaji katika namna wanaohitaji wao, tayari kwa ajili ya kutengeneza kadi ya wanachama. Kwa hiyo taarifa zitakuwa zimeshikaa kwenye kanzi data ya Yanga ambayo imetengenezwa na Kilinet, zimepelekwa kidigitali kwenye mifumo ya Ncard. Ncard wanazipokea, wanazihakiki, wanazifilter,
sasa tayari kwa ajili ya kutengeneza kadi ya mwanachama. Lakini wakati zinarekodiwa na wenzetu wa Killnet, pale automatically zina generate ile inaitwa card number au membership number ya mwanachama. Kwa hiyo mwanachama anapopata ujumbe umesajiliwa, ina maana tayari mfumo unamtambua fulani bin fulani yuko sehemu fulani na namba yake ni hii. Na hii ni faida kubwa sana kwa klabu, kwa sababu nakumbuka wakati wa mchakato na wenzetu wa La Liga, hasa klabu ya Sevilla, walituuliza wananyie mna wanachama wangapi? Majibu yalikuwa mengi sana, na ndio imekuwa kawaida. Kuna watu walisema kwamba wana washabiki na wanachama milioni 45. Watanzania wengine wenyewe tuko milioni 60. Kuna wengine watoto, wengine hawapendi mpira, wengine hawajihusishi kabisa, na alafu wao wako milioni 45. Ni majibu ya uongo. Hata sisi kwa wakati huo tulikuwa hatuwezi kwa hakika kusema tuna wanachama wangapi au mashabiki wangapi. Lakini baada ya mfumo huu sasa tutakuwa na uhakika, kama alivyosema brother Mohamed Saleh, kwamba real time data and real time information. Una click tu unasema kwa sasa hivi ninapokupa jibu hili nina wanachama kadhaa na mashabiki kadhaa. Hiyo ni faida kubwa sana kwa klabu. Kwa hiyo taarifa hizi zikishafika kwa ndugu zetu wa NCAD, na wao tengeneza zile kadi, kwa maana sasa ya kuweka picha ya mwanachama, kuweka details zake. Kama alivyosema, kadi ni ya kielektroniki, ina chip ndani yake. Kwa hiyo inabeba zile information zako. Wakati wowote utapokwenda kufanya transaction yoyote au muamala wowote kutumia kadi hii, itatambua kwamba muamala ule umefanywa na nani, wapi, wa kiasi gani.